بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Ana wasema akhi imamu wa masjidi kwa Mkolemba anaitwa Juma, anatangaza kwa wewe ni jahili na una mambo mengi ya kijahilia na unafundisha watu ujinga na unaanzisha bid'a nyingi. Ewe Juma jahili katika jua hili, ya Juma jahili ya jua hili, jua hili hii kumuita mjinga, hichi ni kijinga, kijitu kijinga. Au tajahili umempa heshima, huyu ni jua hili hasa, na kumuita jahili pia hii umemheshimu. Juma kijinga, ewe Juma kijinga. Kusema kwa sio nafundisha ujahili hapa leo tumesoma tafsiri ya Qur'an. Ndani ya tafsiri hiyo kitabu tulitumia ni tafsiri ya Imam Ibn Kathir. Baadaye tukasoma kitabu Riyadhus Salihin mlango wa salam. Kwa leo ungekuwa unahudhuria darasani sidhani kaongezea maneno haya. Lakini kwa vile wewe ni mkono mtupu usiorambwa, umeamua kutaka watu warambe, lakini hatuwezi kuramba mkono mtupu. Kama unaona kuna ujinga basi ni vizuri, si jambo jema kumuona Muislamu anazungumza ujinga ukamwachia. Si jambo jema kumuona Muislamu anafundisha ujinga ukamwacha endeleze ujinga. Yaani hii si Uislamu sana. Sio tunachosoma, nasoma Qur'an, nasoma hadith, nasoma ibadat, nasoma mambo ya khairi. Alhamdulillah, hatujizaki kwa Allah tabaraka wa taala, lakini kusema kwa anafundisha ujinga sio sahihi. Inatakiwa alete istighfar na toba kwa Mola wake. Kusema kwa anafundisha ujinga Qur'an na Sunna, yani tuko mbali na mambo haya. Kumbali sana. Tunamwomba Allah muongoze. Lakini kama anafanya inadi katika hili, Allah atamfedhehesha. Kwa anasema ujinga ni mwingi unaofundisha. Miongoni mwa huo anasema akataja hizo bid'a ambazo wewe unazianzisha. Bid'a ya kwanza anasema umeanzisha kusema mtume anakosea. Lini nimesema? Na rekodi nye? Wapi nimesema mtume amekosea mashaka? Nyewe unafahamu kuna siku umesema mtume amekosea. Sasa mimi ndo mjinga, wewe ndo mjinga. Yaani ndo mjinga. Mimi siyasema mtume amekosea. Amesema wapi kwa mtume anakosea au mtume amekosea? Yaani hii alete ushahidi katika hili. Kinyume chake kama ana ushahidi angenyamaza akajiheshimu tungemheshimu, lakini kwa vile kakosa adabu ya kujiheshimu mwenyewe, yule ambaye hajiheshimu haheshimiki. Kama hajiheshimu na maana siku zote nini? Heshimiki. Laiti angenyamaza mjinga huyo, la sakata aljahilu lasaraha alalim. Laiti mjinga angenyamaza wenye elimu angepata raha. Mjinga angenyamaza wenye elimu wangepata raha. Lakini walikuwa na elimu na wanazungumza mambo ya dini, wenye elimu yake hasa kwamba mkorogo, dini inaonekana vurugu mechi. Ni mechi lakini haina refa, vurugu tu. Muamuzi hajulikani nani. Kitabu Sunna ndo muamuzi, hataki kitabu wala sunna, ambao ndo muamuzi katika magomvi yetu wa Islam. Refa wetu katika dini yetu, muamuzi wetu ni nani? Qur'an na Sunna. Hao hataki refa, vurugu. Twende tupambane hivyo hivyo. Taona nani atakuwa mshindi baadaye. Siamtaki. Kwa hiyo jahili Juma jahili wewe, ulete ushahidi katika hilo kwamba wapi tumesema mtume amekosea. Ulete ushahidi kabisa wa maandishi, wa matamko, ulete kama unao. Ili alina jawabu kwa sababu halina ushahidi. Halina ushahidi ile. Laiti watu wangepoa kwa madai yao, kila mmoja angedai ambacho sio cha kwake. Huyu hana ushahidi, alete ushahidi. Halafu hivi vijiwe vya kahawa mnapokuwa mnakaa baadhi yenu, hizi kahawa mnachanganya na pombe au vipi? Mashaka. Mambo ni wakilevi. Hizi kahawa zinachanganywa pombe, inabidi watu wachunguze zikawa nazokunywa. Sababu hivi unakuta maneno ya kijinga kama ya mara nyingi yanazungumzwa kwenye vijiwe vya kahawa, vijiwe vya mbao, si vya makarata. Si ndio? Ukuti haya ni mambo ambayo yanazungumzwa katika darasa za watu wenye kujifunza elimu ya dini. Wanakaa pale, kahawa yao wamekosa kashata yao wanaona kwamba wazungumzi watu ndo kashata, anakunywa kahawa na maneno ndo wanaona kusukumia kahawa yao je uchungu. Kwa kashata yao ni kuzungumza watu, sio? Akasus wanabusi, sio?
inawabusi akili. Alafu anasema ukasema Allah ana kiti, amekaa katika kiti. Siyasema hata siku moja na siwezi kusema tamko la kufuru hilo. Kama unakusudia kusema al-arsh na kama unakusudia al-kursi ambao Abdullah ibn Abbas anasema al-kursi maudhi maza qadamain. Kursi ni maekeo ya nyayo mbili. Abdullah ibn Abbas sahabi, sio mimi. Na Allah akathibitisha kwamba ana kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Kursi yake imeenea mbingu na ardhi. Allah amesema kwenye Qur'an. Usomi Qur'ani au unasoma Qur'ani hujui Qur'an. Wewe Juma hujui Qur'an. Au unasoma Qur'ani hujui maana Qur'an. Kwa hiyo Qur'ani huwezi kupinga kitu ambacho kimethibitishwa Qur'an. Na kama anakusudia al-arshi, Allah amesema ar-rahmanu ala al-arshi istawa thumma istawa ala al-arshi. Allah ndo kasema, sio mimi. Na maana sawa sio maana kukaa. Acha ujinga. Istawa kwa maana al-ulu wa madha wal-irtifa'. Soma katika kitabu za Ahlul-Ilm, kutubu tafsir, hakuna mwana mfasiri yote aliyosema kwamba Allah jalisun ala al-arsh. Hakuna tafsiri. Allah amekaa juu ya arshi masi. Kuna tafsiri hiyo? Arshi ni kiumbe. Allah ndo muumbaji, na Allah anasema al-hayyu al-qayyum. Allah yuko hai anasimamia qayyum. Kwa hiyo kama ni qayyum, Allah hahitaji kiumbe yoyote kumsimamia, wala Allah hahitaji kiumbe yoyote kwa ametegemea kiumbe. Sasa sema arshi, Allah yuko juu ya arshi, ametegemea arshi. Ta'ala Allah amma yaqulu Juwayhili uluwan kabira. Allah ametakasika analosema na huyu mjinga, utakasifu uliokuwa mkubwa kabisa. Jihimize na kusoma kutubu za aqida za Kiislamu walizoandika Ahlul Ilm. Ila tu unayozungumza, tunapozungumza sisi usikasirike. Sababu unasema kubali, wewe jibu tu. Ukisema ukubali unajiamini na ndio unajiamini vile vile. Sawa, sasa ile maneno yako nitaonyesha, hakuna kuonyesha, wewe zungumza. Sisi tunazungumza maneno hapa. Kama maneno yanakuuma ungekaa kimya. Singezungumza. Sisi tuko kimya na ziada saa zetu. Umeanza hii sasa unajibu. Na wala hatuendeka vile wenda wale baadhi ya mashekhi. Maana kuna kaida sasa hivi inaelezwa, kaida mbovu kabisa katika Uislamu. Yaani kuna baadhi ya watu wanasema usifanywe rududi, si kuacha rududi. Watu wamekaa huko wanajadili kwamba hakuna masala ya rududi, si wasisemwe vibaya mashekhi, si masio wasisemwe vibaya sahihi, lakini mashekhi wanamkosoa, wanamsema vibaya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja amewahi kusema kwamba alienda umra kufika Madina katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekwenda pale kwenye kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume katoa mkono anamsalimia asalamu alaykum sheikh. Yaani Mtume kwenye kabri katoa mkono. Hasa hii mashehe nakubalika, shehe yuko sawa huyo? Alafu wewe unataka asisemwe. Wengine wanazungumza mambo yao yaliyokuwa maovu ya dini, wanatukana maswahaba, tusiseme. Sahaba anatukana Abubakar kafiri, laanatullah alayhi. Kisha mtu je ukawa anamlani sahaba Abubakar khalifa Mtume sallallahu. Wewe ukizungumza unajua sote ndugu, wote Waislamu sisi, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Huyu Muhammad rasulullah akasema la tasubbu ashabi. Huyu rasulullah huyo unasema wewe ndo aliyosema kwamba msitukane maswahaba wangu. Sasa wana adabu huyo. Wao wanasema Abubakar amekufuru, ana adabu huyo. Kwa hiyo wewe unamheshimu huyu, lakini huyu tayari hamheshimu Mtume. Sasa sisi tumheshimu mtu asomheshimu Mtume. Tusimseme vibaya mtu ambaye wewe unasema tuchunge heshima za wenye ilmu. Wenye ilmu kama hawa wanatoka na sahaba mathalan. Laiti ingelekwa kidhibiti, tuchunge heshima za wenye ilmu wanofundisha ilmu sahihi ya Qur'ani na Sunna, hapa ningesema sahihi. Lakini kuna mailmu ya bid'a huko, watu wana mabid'a yao. Alafu uje kuambia kwamba watu wasiwaseme watu wenye kuharibu dini, Sheikh, hiyo ni haki. Alafu kiangalia kile kikao chenyewe kanakaa watu ni watu tu wenyewe wamezoana huko, hakuna watu ambao wametamasaki na Sunna, wanajijua wenyewe. Lakini akuli hali tunapa nasiha mashekhe wote kwa ujumla. Fundisheni kilichokuwa sahihi, linganieni malinganizi yaliyokuwa sahihi, toeni ulinganizi wenu ndani ya Qur'ani na mwenendo na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Hamtaona Muislamu yote anatia dosari ulinganizi huo, kwa sababu ni ulinganizi uliokuwa uko ndani ya isma. Umehifadhika, unachukua ndani ya Qur'an, unafikisha watu Qur'an, unachukua ndani ya Sunna, unafikisha watu Sunna, ili washike Qur'an na Sunna. Kinyume chake kusema raddi
za kuwasema mashehe tayari wanasema Uislamu, wanaosema vibaya baadhi yao, wanaofundisha Uislamu kwa bid'a zao. Tunarudi katika ujahili. Ujahili anasema umesema kwamba kusema Allah ana mkono wakati hana mkono, kwa Allah mbutu. Allah ana mkono maana yake anakusudia nini? Allah ana mkono ingawa ile tamko sabutu astaghfirullah, katika hilo natubia, tumeteleza. Lakini kusema Allah ana mkono, hii umetoa wapi? Qala sallallahu alayhi wasallama inna Allah yabsutu yadahu bil-layl. Hakika Allah anakunjua nini? Hiyo nataka alezi. Au mloleta ile swali emfikisheni afasiri hadithi. Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl. Mwambie afasirie. Si hatujui maana yake. Yeye alete, akisema maana anokupa au maana anowapa ileteni hapa. Hiyo maana yake alionayo ileteni. Azungumze inna Allah yabsutu yadahu bil-layl. Maana yake nini? Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Tabarakalladhi biyadihi, aifasiri hii kisha akupeni mwilete hapa. Tuone kwamba elimu iko wapi. Elimu iko kwake au elimu iko kwa watu wa sunna. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Na nyingine nini? Sema ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Vile vile aeleze maana yake. Hizi zote zichukueni kama zilivyo. Alafu zote aitemana. Alafu kauli yake Allah bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Hiyo nayo namuongezea. Nyingine katika hadith yadullah mal'a. Yadullahi mal'a. Hiyo mpelekeni alede hizi zote hizi, yeye ana ilmu, sisi wajinga. Yeye ana ilmu anasema. Sisi nini? Si majahili. Kwa tusaidie tu hizi hadithi. Wapi zinapatikana? Aya za Qur'ani aitoe tafsiri, alafu atakapotoa tafsiri mfasiri gani katika wafasiri, kwa sababu unajua yeye huyu si mfasiri huyu hana nafasi hata kiatu cha mfasiri. Huyu hana nafasi eti kama mwanadamu atengezwa viatu vya wafasirin, kwamba wafasiri wanakanyaga viatu hivyo mili ya wanadamu, huyu hata kiatu cha mfasiri asingekuwa kiatu cha mfasirin wewe. Kwa hiyo huyu alete maana haya tulioeleza katika mlango huu. Waje Allah ana sifa ya mkono au hana sifa ya mkono? Aya ni hizo na hadithi ni hizo. Yeye alete tafsiri yake. Na tuambie kwamba tafsiri hiyo kaitoa kitabu gani cha wanachuoni wenye elimu, kwa sababu tafsiri zetu tunazo sisi. Aseme tu, hatuna haja aje na kitabu. Yeye aseme tu tafsiri gani ametoa, kwenye aya gani au sura gani imefasiriwa hivyo, atueleze tafsiri ya mwanachuoni gani. Sio tutafuta tafsiri, tutaangalia alafu tutakuja kwa hakiki hapa kwa pamoja kwa kweli tafsiri ipi. Aelete tafsiri hiyo. Najua kubwa zaidi tena matafasiri ya mashairi huko, akialeta hayo ni vizuri zaidi. Waislamu watapata kubainikiwa na haki. Naam. Alafu akajenga hoja na hakufanana. Akatasema Allah na mkono wakati hamna mkono, na hakufanana na chochote kama anavyosema katika Qur'ani. Akasoma hii aya laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sawa, laisa kamithlihi shay'un wa as-sami'u al-basir. Allah anasema hivi, wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-insi wal jinn. Ndio lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allah anasema watu gani? Watu ambao wana macho lakini hawaoni. Kwa wale ambao ana jicho anaona, wao amesifiwa na Allah, si ndio? Wana masikio lakini hawasikii, hawa wameandaliwa jahannam. Kwa hiyo wale ambao wanaona, wale ambao wanasikia, hawa ni waja wazuri hawa. Kwa ina maana je, katika hili wa huwa as-sami'ul basir, Allah anasikia na Allah anaona, lakini mbona vile vile Allah akasifia wenye kusikia na kuona? Kwa hiyo hapa ina maana Allah akawafananisha waja wake na yeye, kwa sababu yeye kasema anaona na anasikia. Alafu kuna waja nao kasifia wanaona na nini? Wanasikia. Kwa hiyo je, Allah hapa akajifananisha na wenye kuona na wenye kusikia? Wewe Juma kipofu. Huyo kipofu mashehe haoni, anashikwa mkono. Wengine si kwa ule aliona jogoo akajua ukubwa jogoo zaidi ya tembo, ndo huyo. Haoni huyo. Kama anaona sasa, wewe umesema Allah hafanani na chochote.
Halafu unasema wa huwa as-sami'ul basir, Allah anaona na anasikia. Na wewe mbona unaona na unasikia? Umefanana na Allah? Simona ndio ile Sheikh Zami Temia linasema jitu la batili likija na hoja, hoja inakuwa nini? Inakuwa dhidi yake. Huwezi kushinda hoja ile kwa kutetea haki. Wewe kama unasema Allah hafanani na chochote, hapa umeleta hii aya, ndani ya aya unasema wa huwa as-sami'ul basir, Allah anaona, anasikia na anaona. Na wewe unaona husikii? Unaona na unasikia. Umefanana na Allah? Tujibu sasa na hiyo nukta umeleta mwenyewe. Sisi wewe ndio umeleta hoja kwamba Allah hafanani na chochote, akasema anaona anasikia, na wewe unaona unasikia. Je, wewe hapo ulipo unafanana na Allah kwenye kuona kwako, au na wewe kusikia kwako unafanana na Allah kama anavyosikia Allah ndio unavyosikia, na kama anavyoona Allah na wewe ndio unavyoona? Ndio hivyo. Ukisema hapana, hii hapana yako ihamishie kule katika sifa ile ya mkono. Ukisema hapana, vile utakavyojibu katika hii Samiul Basir, jawabu hii utakayojibu hapa ndio hii kajibu kule kwenye sifa ya mkono ule. Kama utasema kuona kwetu sisi hakufanani na kuona kwa Allah, vile vile sema mkono wa Allah ufanani na nini? Na mkono wetu sisi. Anapo nini? Namfundisha. La, afumeni mjinga sasa, ndio mwenye elimu. Allah nisaidie katika saidie mashehe. Ndisahau mashehe. Tumesahau kwamba sisi ni wajinga. La ilaha illa Allah. Tulikuwa atufundishe sisi kwa sababu sisi ni majahili. Ala kulli hal, aya hii haikutetei jahili we. Aya hii inathibitisha na ni muhimili mkuu katika kuthibitisha sifa ya Allah na sifa zote za Allah. Alqawlu fi sifat kalqawl fi dhat. Wasema hivyo wanachuoni. Alqawlu fi sifati kalqawl, kauli unayosema katika sifa za Allah ndio ile kauli iseme katika dhati ya Allah, na kama wanavyosema katika dhati ya Allah ndio hiyo kauli iseme katika sifa za Allah. Ukisema dhati ya Allah hailingani na chochote, sifa za Allah hazilingani na chochote. Mfano kama huo ambao ni kaida katika kawaida za asma'illah wa sifati, ni msingi. Ukimzungumzia Allah dhati yake unaijua, hasijui. Kwa hiyo vile vile sifa za Allah usijie kwa unazijua. Kwa hiyo njoo darasani usome Jumaa. Allah kuongoze, acha kibri. Kwa kuthibitisha aya hiyo inadhihirika bid'a yako wewe jahili. Ama sisi tuna bid'a, tunatetea sunna na tunalingania sunna, na vile vile tunahimiza Waislamu wote kujihimiza na kusoma Uislamu katika misingi ya sunna sahihi. Una bid'a ngapi hapo msikitini huna unachokijua maskini? Mabida anafanya mbele yako na unasimamia mabida hapo msikitini, leo uje kutia kwa una elimu gani wewe? Tafuta sehemu usome. Hata kwetu uje kusoma sio vibaya. Na ukiona kwa uwezi hapa kwa sababu tayari tushabainisha kwamba ni mjinga na kujaba itakuwa ngumu, tafuta sehemu usome. Kujaba itakuwa ngumu, lakini baada taarifa kwamba anataka kuja huyo, pata taarifa. Na mpaka leo akaona maswali yake anawatumia baadhi ya watu, wanawapa maswali na kuja kuniuliza. Alafu mimi jahili. Maswali yake kuna watu wanawapa wananiuliza mimi. Alafu mimi ndo jahili wake. Sasa hoja kuuliza hizi ajabu, kuna kichaa basi. Na inadhika mabida yako pia naam, inatakuwa maneno makali kwa watu wao. Ndio kuzungumza maneno makali, au zungumza tumeyapoza. Au zungumza tumepoza. Lakini baada ya kupoza itabidi ajikaze. Anywe hivyo hivyo. Naam. Wamekuuliza, je, qul ziko ngapi? Qul ziko ngapi ndo nini? Ukishajua qul ziko ngapi unapata thawabu ngapi? Masheikh, kujua qul ni ibada au si ibada? Kujua qul ni elimu au si elimu? Sasa ndio ile bakora ya Nabii Musa ilikuwa mti gani? Sio maswali kama haya. Qul ziko ngapi maana yake ni? Unakuja qul, kazi ya qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul ya ayuhan nas, qul hizo unakusudia au vipi yani? Mbona aliko wazi swali? Yeye ingesema qul za aina gani anazozitaka, alafu sisi tukambainisha hizo qul ziko ngapi. Kama ni qul ile Gaddafi alosema zifutu kwenye masafu zile, kama ni hiyo Yasin. Na kama anakusudia kullu, zile lafzi kul katika asili ya lugha na misingi ya kidini na masuala ya usulul fiqh, ahlul ilm wanasema kullu hii yufidu al-umum. Kul inafidisha nini? Inafidisha umum. Ikisema kullu ni kama vile katika Kiswahili
wote au nyote au vyote inamaanisha nini? Tukisema wanafunzi wote tutoke msikitini, atakayebaki huyo, ina maana huyo sio, kwa sababu imeambiwa wote. Sasa hii ni Kiswahili. Kiarabu ndio ile kullu, ile ndio hii. Sasa hii ndio kuna kitu gani masha? Msielewa anakusudia nini? Si ni umeelewa? Msielewa anakusudia nini kullu? Anakusudia kwamba ile kullu bilati mdhalala ndio anakusudia hii. Ile uiweze akhi. Ile uiweze hasa wameshindwa kabla yako, magwiji wa Arabu wenyewe wameshindwa. Wanojua Kiarabu wameshindwa kuitetea. Utakuwa wewe Mswahili wa Kigoma. Allah kuongoze. Naam. Hiyo ni habari ya Juma imeisha. Habari ya Juma imeisha inshallah, ama asila zetu zitajibu kesho. Yeah.